Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama kwa niaba ya kamati ya huduma za uchumi, ujenzi na mazingira ambayo nimeelekezwa kwenye idara ya mifugo kwamba kwenye halmashauri yetu kiachana na kilimo na shughuli nyingine ambazo tunazifanya za uvuvi, lakini vile vile tuna ufugaji. Mheshimiwa anasema tuna mpango gani kama halmashauri au kama kamati kwa ajili ya kuingiza mbegu mpya ya ng'ombe, aidha kwa kuwa na madume au kwa njia ya uhimilishaji kwa maana ya kupandikiza. Mimi nadhani kwa njia ya kupandikiza ni njia rahisi zaidi kwa sasa, lakini kwa njia ya kuingiza madume, hiyo ni njia, ni mpango wa muda mrefu, kwa sababu hiyo inahitaji bajeti. Lakini kama kamati kwa niaba ya idara ya mifugo hilo tumelichukua, lakini kwa maana ya hii ya uhimilishaji kwa njia ya kupandikiza, hilo ni swala tu la kuchukua mbegu, na mbegu zinapatikana maeneo mengi, na nilibahatika kuwasiliana na mkuu wa idara ya mifugo. Tunao wataalamu ambao wana uwezo wa kufanya hiyo kazi. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa John Mhagama, diwani wa kata ya Komang'ombe. Kwanza tukushukuru, tumepokea pongezi hizo kwamba halmashauri imejitahidi kwa wakati huu kugawa miche ya kahawa, na zaidi ya miche 300,000 imegawiwa. Halmashauri vile vile imegawa miche ya korosho zaidi ya kilo 300 zimegawiwa, lakini juzi wote ni mashahidi na Mheshimiwa DC ameelezea kwenye hotuba yake hapa, halmashauri imeweza kugawa kilo 500 za mbaazi, na Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri alikwenda kutuwakilisha. Lakini vile vile kuna ufuta, Mheshimiwa DC ametolea taarifa yake vizuri sana. Tumepokea kilo 225 ya mbegu za ufuta ambayo inafahamika kwa jina la Lindi 2. Kwa Mheshimiwa Mhagama, tunashukuru sana kwa pongezi, lakini vile vile tunapokea hoja yako ya zao la kokoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kamati ya huduma ya uchumi, ujenzi na mazingira kupitia idara ya kilimo tumepokea wazo la Mheshimiwa Mhagama, na kama tunavyojua kwa tafiti ndogo iliyofanyika kwenye zile tarafa za Mwambao pamoja na Masasi na kanda nyingine za Ibumi na maeneo mengine, ukanda ule tukilianzisha hili zao la kokoa tunaamini litakubali. Kwa tumeichukua hiyo kama changamoto mpya kwa msimu ujao, na vikao vinavyoendelea tutalichukua hilo zao ili tuweze kuliingiza kwenye mipango. Asante mwenyekiti wa kamati. Swali langu linaelezewa kwa urefu na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, lakini nitaomba idara ya misitu na halmashauri mmejipangaje kudhibiti uwashaji moto holela unaozidi kuendelea katika kata zetu? Naomba mikakati yenu. Lakini swali langu la B, wilaya ya Ludewa kuna viwanda vya kuchakata miti, lakini je, hawa watu wa viwanda wanafanya jitihada gani katika kuatika miti ili kuwagawia hawa wananchi ambao wanavuna miti yao? Asante. Nimeuliza maswali mawili, la kwanza linalohusiana na uchomaji wa moto, lakini la pili ni ukataji wa miti ovyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na hili la uchomaji wa miti ovyo. Nadhani sisi hapa ndani wote tumekuwa mashuhuda. Mheshimiwa DC ametoa baadhi ya mikakati juu ya uchomaji wa miti ovyo. Kama tunavyojua, 90% ya uchomaji wa miti ovyo inasababishwa na shughuli mbalimbali za kibinadamu huko kwenye maeneo yetu, na moja kati ya shughuli hizo ikiwa ni uvunaji wa asali. Tunajua kwenye vijiji vyetu huko kwenye kata zetu watu wengi wanavuna asali kwa kutumia moto. Baadaye akishavuna asali yake yameondoka, na sahau kama pale alikoka moto, na baadaye moto ule unatoroka. Lakini vile vile tunao uwindaji. Unajua mtu kama anawinda ndezi au anawinda mnyama yoyote, akiingia kwenye shimo anatumia moto, akishapata kitoweo chake anasahau kama pale alikoka moto,
basi mwisho wa siku moto unatoroka. Lakini pia kuna uandaji wa mashamba, wengi wanatumia moto kwa ajili ya kuandaa mashamba, mwisho wa siku moto unamshinda nguvu, moto unatoroka. Kwa hizi zote ni vitu ambavyo vinasababisha kutorosha moto. Lakini wako watu wengine au ziko jamii nyingine ambazo zenyewe tu zina wivu tu wa kimaendeleo. Akishaona yeye ana ekari moja ya kamiti, mwenzia ana ekari zaidi ya 20-50 pembeni, wivu wa maendeleo, anaenda kwa wakati anaojua yeye, anaamua kupiga kiberiti msitu wa mwenzie. Hayo mambo, nadhani hii changamoto ni kubwa zaidi kuliko hata hizi shughuli nyingine za kibinadamu ambazo zinafanya. Mimi nadhani Mheshimiwa DC ameelezea kwa kina sana, na nishukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye baraza lako tunao watendaji wa kata ambao kimsingi ndio wasimamizi wa sheria ndogo ndogo kule kwenye vijiji pamoja na kata zetu. Kwa mimi nilikuwa naomba kulijibu swali hili kwanza, kwa kuwasisitiza wenye vitu wetu wa vijiji, wenye vitu wa vitongoji, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, lakini pia na sisi wenyewe waheshimiwa madiwani, kwenda kusimamia zile sheria ndogo ndogo, kuhakikisha wanao entertain kufanya huo ujinga wote wanakamatwa na wanachukuliwa hatua kali. Mimi nadhani kama tutawajibika kuchukua sheria kali kwa wale ambao wanatorosha moto, mimi nadhani jambo hili linaweza likatatulika. Jambo hili linahitaji ushirikiano, kwa sababu moto umesababisha hasara nyingi. Alikuwepo Mheshimiwa Ansila, mimi ni shahidi, zaidi ya ekari 60 miti yake imeungua. Alikuwa na ekari ngapi jamani? 60. Kwa mashuhuda wengine ambao wameathirika na moto tuko humu. Kwa ni janga kubwa kwa wilaya yetu ya Ludewa. Vineyards sasa vile vilivyopo pale kata ya Rubonde. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiachana na vile viwanda peke yake, kama halmashauri, kama kamati na kama idara ya maliasili imejipanga vizuri sana. Tunao wenzetu wa TFS wamewatika miti mingi sana, iko pale eneo la Hima, na ile miti inagawiwa bure. Kama unahitaji ile miche ya miti kwa ajili ya kwenda kupanda, ni swala la kuandika tu barua na utapata miti mingi ya kutosha kwa ajili ya kwenda kuipanda. Kwa hizo ni jitihada ambazo zinajaribu kusolve matatizo yale yanayoendana na ukataji wa miti kwa kasi sana. Lakini vile vile kama halmashauri, mpango wa halmashauri imewatikwa miti zaidi ya 200,000. Yenyewe pia inapatikana pale eneo la Hima, na hiyo miti ya halmashauri yenyewe imegawanyika katika maeneo mawili. Miti 100,000, miti 100,000,500 hiyo tumeipanga kupanda kwenye mashamba yetu ya halmashauri ambayo yanapatikana kule kijiji cha Madindo, kijiji cha Masimbwe, na kama miche itabaki tutapanda kwenye shamba letu la halmashauri linalopatikana katika kijiji cha Madope. Hiyo ni miti 130,000, na miti 70,000 ambayo inabaki itagawiwa kwa yale maeneo yanayozunguka kwenye mashamba yetu ya halmashauri ambayo yanapatikana kwenye vijiji nilivyovitaja hapo juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na viwanda vyetu vile vya Vineyards, pia kama idara ya maliasili na utalii kwa kushirikiana na wenzetu wa TFS waliwaandikia barua vile viwanda ili waweze kuketi chini ili kuangalia, je, wanaweza kuwatika miti au wanaweza wakachangia gharama kwenye halmashauri au kwa wenzetu wa TFS ili waweze kuzalisha. Kwa kuna option mbili. Aidha wao waandae vitalu au watoe fedha kwa TFS au halmashauri ili tuandalie vitalu, ili tuone nguvu zao zile wanazotumia kwa ajili ya kukata miti kwa kasi, tuone wana replace vipi. Kwa hiyo nadhani hili la viwanda kama idara lilishaanza kufanyiwa kazi.